Pamoja na rais wa Madagascar kutangaza kuivunja serikali yake na kuahidi kuiunda upya, lakini bado maandamano yanayoongozwa na vijana nchini humo yameibuka upya, ambapo sasa pamoja na kutoa ujumbe wa kunahitaji maji, umeme, na wameongeza hoja nyingine ya kumtaka Rais Rajoelina naye kuachia madaraka. Hii ni TriGen Media. Ili kuyadhibiti maandamano hayo, vikosi vya usalama nchini Madagascar vimerejea kazini tena kuwakabili waandamanaji hao kwa kufyatua vitoa machozi kwa lengo la kuwatawanya mamia waandamanaji ambao wengi wao ni vijana katika mji mkuu wa taifa hilo. Awali rais alitangaza kuyapokea madai yao na kuahidi kuyashughulikia baada ya kuunda serikali mpya, lakini wamebadili mawazo ambapo waandamanaji hao Gen Z na kuanza upya maandamano siku ya Jumanne. Katika kujaribu kutuliza hali ya Rais Andry Rajoelina kupitia njia ya televisheni, alisema anataka mazungumzo na vijana hao ambao malengo yao makuu ya kuandamana ni kushinikiza upatikanaji wa maji na kutaka kukomeshwa kukatwa kwa umeme, ikiwa ni pamoja na kusaidia biashara zilizoathiriwa na uporaji. Hata hivyo, maandamano hayo yamesambaa hadi katika mji mdogo wa Feno-Arivo ulio umbali wa kilomita 20 magharibi mwa mji mkuu. Kuna ripoti nyingine ambazo ziliarifu kuwa kumekuwepo mikutano mingine ya hadhara huko Mahajanga, kilomita 510 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Antananarivo, pamoja na huko Diego Suarez, umbali wa kilomita 950 kaskazini mwa mji huo. Kutokana na maandamano hayo, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ni kwamba hadi sasa watu wasiopungua 22 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika maandamano yaliyoanza wiki iliyopita na ambayo yanaendelea. Rais huyo wa sasa wa Madagascar, Rajoelina, aliingia madarakani kwa mara ya kwanza kupitia njia ya mapinduzi mwaka 2009. Hata hivyo, akajiuzulu mwaka wa 2014. Akarejea tena madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa mnamo mwaka 2018 na kupata muhula wa 3 katika uchaguzi wa mnamo Disemba mwaka 2023 ambao wapinzani wake walisema uligubikwa na udanganyifu. Njia ya maandamano inataka kuwa mbadala wa kuziondoa serikali nyingi madarakani kutokana na wimbi hilo la maandamano yanayoongozwa na vijana almaarufu kama Gen Z, ambao katika nchi kadhaa wamefanikiwa kuziangusha serikali zao. Hii ni TriGen Media.